Habari na karibu katika muhtasari wa soko kutoka Zan Securities. Utakuwa nami Toti Paul nikikuletea yaliyojiri katika soko la hisa na hati fungani kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 13 Machi. Tukianza na soko la hisa la Dar es Salaam, kumekuwa na ongezeko la 42.1. Hii imepelekea jumla ya mauzo kufikia bilioni 42.69 tofauti na wiki iliyopita ambayo ilikuwa bilioni 30.4. CRDB amekuwa tena top mover kwa wiki iliyopita akichangia zaidi ya 81.9 ya jumla ya mauzo. Hii ni sawasawa na bilioni 34.97. Kampuni zingine zilizokuwa na mchango katika mauzo ni kama vile NMB alikuwa na mchango wa 6.05, TBL alikuwa na mchango wa 2.84, DCB alikuwa na mchango wa 2.29 na Niko alikuwa na mchango wa 1.14. Top gainers kwa wiki iliyopita ni kama vile Tatepa aliweza kufunga wiki kwa bei ya 700 sawasawa na ongezeko la 52.17. Precision Air aliweza kufunga wiki kwa bei ya 845 sawasawa na ongezeko la 50.89. DCB aliweza kuongezeka thamani kwa 17.78 na kufunga wiki kwa bei ya 795. CRDB alifunga wiki kwa bei ya 2920 sawasawa na ongezeko la 14.51. Losers kwa wiki iliyopita ni kama vile Mkoba alipungua thamani kwa 17.09 na kufunga wiki kwa bei ya 970. MCB alifunga wiki kwa bei ya 1860 sawasawa na punguzo la 13.89. NMB aliweza kufunga wiki kwa bei ya 14170 sawasawa na punguzo la 3.01. Afriprice alipungua thamani kwa 2.40 na kufunga wiki kwa bei ya 815. TCC aliweza kufunga wiki kwa bei ya 11470 sawasawa na punguzo la 1.80. Tukihamia soko la hati fungani, soko la awali kulikuwa na mnada wa hati fungani ya muda mfupi ambapo hati fungani ya siku 35 ilipokea kiwango cha usajili cha 421.40. Hati fungani ya siku 91 ilipokea 263.20. Hati fungani ya siku 182 ilipokea 151.09 na hati fungani ya siku 364 ilipokea 100. Hati fungani ya siku 35 ilivutia mahitaji makubwa. Hati fungani ya siku 364 ilionyesha ongezeko la wastani wa riba ukipanda kutoka 6.1683 katika mnada wa Februari hadi 6.3961 katika mnada huu, sawasawa na ongezeko la 0.2278. Kupanda huku kuliambatana na punguzo la bei elekezi iliyopungua kutoka 94.14 hadi 92.9979. Tukihamia upande wa soko la upili, yani secondary market, kumekuwa na punguzo la 0.56 kutoka bilioni 173.65 kufikia bilioni 172.67 za Kitanzania. Hati fungani iliyozika zaidi ni ya miaka 15, 20 na 25.